بسم الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين. أما بعد، فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فقد فاز المتقون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sasa leo kwa haraka nipite katika mambo ambayo yanaitwa wajibatul hajj, mambo ya wajibu katika hija yako, mambo ya wajibu katika hija yako. Na haya mambo ya wajibu likikosekana ukafeli kulifanya pasina ya udhuru wa kisheria, ukaliacha maksudi, basi wewe lazima upigwe faini ya kuchinja mnyama ambaye atachinjwa pale pale Maka, na nyama yake itagawiwa kwa wale maskini wa pale pale Maka. Kumbuka, wakati huyo kondoo mmoja au mbuzi mmoja utamnunua kwa dola 400. Siku za juma ilikuwa 200, lakini kadri siku zinavyozidi zinapanda. Kwa hivyo kama una dola 400, ujipange kuacha wajibu kimakusudi. Kama una dola 400, usijipange kuacha wajibu kwa makusudi. Tayeb, wale wenye kuandika, naombeni mwanze kuandika. Namba 1, wajibu wa kwanza katika ibada yetu ya hija, jambo la wajibu wa kwanza kabisa ambalo ukiliacha unapigwa faini ya kuchinja mnyama ni al-ihram min al-miqat. Al-ihram min al-miqat, kuhirimia katika vile vituo ambavyo tulitaja vinaitwa vituo vya kutilia nia. Ile nia yenyewe ni nguzo, lakini kwenda pale kwenye kile kituo ni wajibu, ni wajibu. Kwenda kwenye kile kituo ni wajibu, na ile nia ambayo utaiweka kwenye kile kituo ni nguzo. Kwa hiyo nguzo hiyo lazima itiliwe katika kituo maalum. Usipotia nia katika kile kituo, umeacha wajibu katika wajibu za hija, na ya kufaa wewe uchinje mnyama. Namba 2, al-wuqufu bi'arafa ila ghurubi shamsi, ni kusimama kisimamo cha Arafa, kuhudhuria katika viwanja vya Arafa mpaka jua lizame. Ila ghurubi shamsi, mpaka jua lizame. Maana yake wewe ukaenda pasina ya udhuru wote, ukatoka kabla jua halijafanyaje, halijazama. Kisimamo cha Arafa ni nguzo utakuwa umeipata, lakini hujakaa mpaka jua lizame, umepoteza wajibu. Wajibu wako wewe ni kukaa mpaka jua lizame pale Arafa. Usitoke pasina ya dharura, pasina ya udhuru. Ukitoka pasina ya udhuru, unachinja mnyama. Namba 2 hiyo, ukae Arafa mpaka jua kuzama. Usiseme tu kisimamo cha Arafa. Ukisema kisimamo cha Arafa utakuwa unafananisha na nguzo. Usiishie hapo. Kisimamo cha Arafa mpaka jua kuzama, uwepo wako katika viwanja vya Arafa mpaka jua kuzama. Hii ni wajibu wa ngapi? Wajibu wa 2. Ukiacha kwa makusudi, wewe nitakana uchinje mnyama. Namba 3, wajibu wa 3, almabitu bimuzdalifa lailatan nahar. Yatakikana wewe ulale katika viwanja vya Muzdalifa
usiku wa yaumun nahar, yaumul hajjul akbar, usiku wa kuamkia Idi, usiku wa siku ya kuchinja. Muzdalifa ndio ile sehemu tunaelezea kwenda kulala chini kwenye vumbi pale. Kulala kwako pale ni wajibu. Usipolala pale pasina ya dharura, unachinja mnyama. Taib, hii wanaochuoni wengi wamepitisha hayo. Hizi nyajibu zote ambazo tunasema tunachukua kwa muktadha wa jumhurul ulama, si hizi zile ambazo zina khilafu wanaochuoni. Taib, namba 5, wajibu wa 5 wa 4. Taib, wajibu wa 4, mko sawa Almabitu bimina layali tashriq, kulala katika viwanja vya Mina yale masiku yote ya kuchinja, ayamu tashriq, kuanzia mwezi 10 yatakikana upatikane wewe katika viwanja vya Mina siku ya kuchinja, na yale masiku 3 mnayojua ya kuchinja uwepo. Ayamu tashriq, masiku yale uwepo katika viwanja vya Mina. Ya imma, kama wewe ni mustajil, maana yake utakuwa umeacha siku moja, kama wewe ni una haraka. Taib, kulala wapi? Viwanja vya Mina. Na Mina tulisema uwepo wetu pale, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ayyamu Mina ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah, ni kula, kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kulala kwako pale ni katika wajibatul hajj, ni katika wajibu za hija. Namba 5, ramyul jamarat. Ramyu aljamarat, wajibu wa 5 ni kwenda kupiga mawe katika zile jamarat, katika zile nguzo 3 jamarat. Siku ya kwanza tunapiga moja, siku ya pili tunapiga zote 3, mawe 7 na kila ukirusha unasema Allahu akbar, unapiga takbira Allahu akbar. Ya ngapi hiyo? Ya 5. Namba 6, pia ukiacha kupiga mawe maksudi unachinja, faini yake. Namba 6, alhalqu au taksir, kunyoa au kupunguza. Kunyoa au kupunguza ni wajibatul hajj, ni mambo, ni nyajibu za hija. Ukiacha maksudi wewe, man tarakahu fa alayhi damun, yeyote atakayeacha inakuwajibikia wewe uchinje, umwage damu na mnyama huyo. Jamani, usio kasema huko Tanzania chinjieni, huku nimekhalifu kwa kutaka urahisi, kwa maana kondoo au mbuzi huko auza laki au 120 na nusu, ukataka urahisi. Itakuhusu ile ile dolari za kule au riali za kule. Nyama unamnunulia pale na anachinjwa pale, na nyama zinagawiwa kule kule kwa maskini. Namba ngapi hiyo? Namba 6. Namba 7, tawaful wada. Hii nafikiri tangu tumeanza semina hamjaisikia na niliacha maksudi. Tawaful wada, tawafu ya kuaga, Kiswahili chake ni tawafu ya kuaga. Tulishazungumza tawafu ya umra, tukazungumza tawafu al-ifadha, tawafu ya hija. Sasa tunazungumza katika wajib, hii inaitwa tawaful wada. Hii ni tawafu ya kuaga, unaenda kuitufu, kuizunguka al-Kaaba kwa ajili ya kuiaga. Hii haina Safa al-Marwa, usio kajichanganya. Haina Safa wal Marwa, usio kaenda Safa al-Marwa.
wakati unaiaga Al-Kaaba ukaenda ukapiga Safa al-Marwa 7, maadamu tumekuwa tawaful wadaa, unaanza vile vile kwenye Hajar al-Aswad, bismillah Allahu akbar, unabusu mkono wako, kisha unaanza mzunguko. Dua ni vile vile, unaanza kuomba kila ukifika kwenye Hajar al-Aswad, bismillah Allahu akbar, mzunguko wa pili mpaka mzunguko wa 7, kisha unatoka unasali rak'atain at-tawaf katika maqamu Ibrahim, kusoma sifa za ile swala ni vile vile, qul ya ayyuhal kafirun na qul huwallahu ahad. Kisha baada ya hapo salamu, unaomba dua, unatoka nje ya msikiti kuelekea hotelini kwako, ushaaga Al-Kaaba, ushamwomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu usiniharamishie kuitembelea nyumba yako hii milele, bali unirudishe maratin adida, mara kwa mara unirejeshe kuitembelea nyumba hii, sawa mu'tamiran au hajan, sawa sawa nikiwa ni alhaji au kwa ajili ya umra, unirejeshe mara nyingine, usiniharamishie iwe ndio mara yangu ya mwisho. Hapana, hapo ushaiaga Al-Kaaba, unamwomba Mwenyezi Mungu mustakbil Al-Kaaba, unaiona Al-Kaaba mbele yako wakati unaomba dua. Baada ya hapo kitoka unaenda hotelini, hairuhusiwi kulala pale siku hiyo, yatakikana wewe tayari uondoke katika mji ule wa Makka. Ndio masharti ya kufanya tawaful wadaa. Kama hujajipanga kuondoka, usiende kufanya tawaful wadaa. Wakati unaenda msikitini kuaga, tayari mabegi yako ushafungasha kila kitu. Na wanasema baadhi wanachuoni kwamba haitakiwi hata kununua ukishafanya tawaful wadaa, haitakiwi kununua pale Makka. Ununue kabla vitu vyako, si umetoka kuaga Al-Kaaba alafu unaona tena kitu gani kizuri unaenda kununua. Wanasema haifai hiyo, lakini iliyo bora umefunga mabegi yako vizuri, kisha unaenda kuaga Al-Kaaba. Maana yake wewe unaondoka, ukiaga nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwenda kwenye basi na kuondoka kuelekea unapoelekea. Hii inaitwa tawaful wadaa. Ukiacha hii tawaful wadaa maksudi, fa alayka damun, yatakikana wewe uchinje, umwage damu. Au umeaga kisha ukalala, umekhalifu, yatakikana uchinje, uage na uondoke. Kwa hivyo tumesema asli katika kuacha wajibu, miongoni mwa wajibu za hija, yatakikana wewe uweze kufanyaje? Kutoa faini ya kuchinja mnyama. Katika nguzo, ukiacha nguzo miongoni mwa nguzo za hija, wewe hija yako haijaswihi. Sasa nikisema hija yako haijaswihi, maana yake katika wajibati ni nini? Hija yako imeswihi lakini ina kasoro, kuna mapungufu. Kama vile ni wape mfano fadhili mithali ya tadhu al-maqal, zakatul fitri imewekwa, imefaradhishwa kwa nini? Tuhuratan lisaili, kwa ajili ya kumtaharisha aliyefanyaje? Aliyefunga, kwa yale makosa yaliyopatikana wakati hivyo mchana wa Ramadhani. Imewekwa kwa ajili ya haina maana kwamba funga yako haijakubalika. Zakatul fitri imewekwa kwa ajili ya tuhuratan lisaili, kwa ajili ya kumtaharisha. Sasa na hii wajibu kiacha, haina maana kwamba wewe hija yako haijakubalika. La, hija yako makbul, lakini kuna vitu ambavyo umefanya, umeviacha, umeacha wajibu. Hii inafanya hija yako ipungue. Ili kuikamilisha, yatakikana uchinje mnyama. Tunaelewana vizuri Tunaelewana vizuri Ya kwanza tunasema
lazima upite katika kuhirimia sehemu zile za miqat. Sehemu ya pili, wajibu wa pili tumesema kisimamo cha Arafa mpaka kuzama jua. Namba 3 tumesema kulala Muzdalifa usiku wa kuamkia Idi. Namba 4 tumesema kulala yale masiku ya ayamu tashrik, masiku ya kuchinja, uwepo wewe katika viwanja vya Mina. Namba 5 tumesema ni wajibu wewe kwenda kupiga mawe, na kama huna uwezo basi unaweza ukampa mwenzako akaenda akakupigia mawe yako. Lakini namba 6 tumesema ni kunyoa au kupunguza nywele zako za kichwa. Lakini pia tumesema namba 7 ni tawaful wadaa, ni kuiaga Al-Kaaba, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi 7 uzishike vizuri, ni katika zile wajibat al-hajj, wajibat al-hajj, kwamba alladhi taraka biduni udhur, yule ambaye ameacha wajibu pasina ya udhuru wowote wa kisheria, yalzamuhu dam, inamlazimu yeye kumwaga damu, maana yake kuchinja mnyama, na mnyama huyu nyama yake tuwazza ala fuqarai Makkah, inagawiwa katika wale mafakiri wa Makkah. Hii haina khilafu kwa wana wachuoni.